Ni siku nyingine tena, mpendwa mtazamaji wa Sibuka Television. Napenda kuchukua nafasi nikukaribishe katika kipindi ukipendacho cha Misingi ya Imani, tunapoenda kushiriki maneno ya Mungu kwa pamoja siku ya leo na wakati kama huu tena. Mimi ni mchungaji Lisongo Kiwelu, nipende kukaribisha, na kama unaweza ukatoa sadaka yako ya muhimu sana, ukachukua simu yako wakati wa maandalizi ya kipindi hiki, ukawajulisha watu wawili au watatu, ukawakaribisha ili kwamba tuweze kushirikiana pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Naomba basi kwa wakati huu unapofanya hivyo, nitaenda kumwomba Mungu tuweze kuanza kwa pamoja kipindi hiki hata tutakapenda kufika mwisho. Naamini kwamba Mungu atakuwa pamoja nasi na yako mambo ya msingi, mambo yenye nguvu, mambo ya baraka ambayo Mungu aweza kutujalia tena kwa nayo siku ya leo. Basi nikukaribishe sana tujifunze kwa pamoja, na wakati nikapate kumwomba Mungu tukaanze kipindi chetu. Tuombe. Mwaminifu Mungu wetu na Baba yetu, na kila sababu ya kulibariki jina lako takatifu. Asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu. Umetuongoza, umetuhuisha, umetusaidia na kutupa wakati mwema tena kwa mbele zako kwa wakati huu. Naomba Roho wako mwema kawe pamoja nasi tunapoenda kujifunza. Bwana, ukawe nasi, ukatufundishe. Fungua fahamu zetu, fungua mioyo yetu, fungua nia zetu za ndani, tukapate kulielewa neno lako. Neno lako nasema kwamba uliwafunulia wanafunzi wako fahamu zao wapate kuelewa na maandiko. Nasi tunayaomba hayo tena siku ya leo. Bwana, ukafungue fahamu zetu tukapate kuelewa na maandiko. Asante maana utoka pamoja nasi, na tutaenda kuona utukufu wako kwa jinsi ya pekee na tofauti, kwa jina la Yesu. Amen. Mpendwa mtazamaji, na wewe unaisikiliza kupitia Lindi FM au unatazama kupitia Sibuka Television au kwa njia yote ile, nipende kukaribisha sana tukapate kuendelea kujifunza kwa pamoja. Tumekuwa na mambo mengi tukijifunza hatua kwa hatua, lakini leo nina somo la pekee sana ambalo naamini kwamba kwa hatua hii pia tutaenda kwenye kiwango kingine cha baraka, kiwango kingine cha utukufu, kiwango kingine cha neema ya Mungu ambayo itatusaidia tena kwenda kuelewa na kufahamu kile ambacho Mungu amekusudia tukapate kukifahamu na kukielewa. Mpendwa mtazamaji, leo nataka tukaanze somo ambalo niseme ya kwamba sababu ya sisi kuwepo katika Mungu ni ili tuwe na kasi ya kufanikiwa katika Mungu. Sababu ya sisi kuwepo katika Mungu ni ili tuwe na kasi ya kufanikiwa katika Mungu. Kwa nini nimetumia kichwa cha somo kuwa na kasi? Ni kwa sababu Biblia inasema zamani hizi ni zamani za uovu, na mahali pengine amesema tuende kwa kukomboa wakati. Na kwa nini tunatakiwa tuende kwa kukomboa wakati? Ni kwa sababu maisha yetu kama waamini yapo kwenye kitu tunachosema ni season, yana kipindi au yana wakati wa kufanya jambo fulani, na wakati mwingine unaweza usiweze kulifanya. Mhubiri mlango ule wa 3 amezungumza sana kuhusu kwamba kuna wakati na majira na kusudi. Kwa hiyo kuna wakati, alafu kwenye ule wakati kuna majira, lakini kwenye majira hayo kuna kusudi kwenye kila majira. Kwa mfano kwa sasa hivi maeneo mengi ni kipindi cha masika. Kwa hiyo tuna majira ambayo sasa tunaita ni masika. Kwa wakati wa mwaka huu tuko kwenye majira ya masika, na haya majira ya masika yana kusudi. Na kusudi loko ndani mwake ni kwamba kila mtu alime, awe na chakula cha kuweza kumsaidia wakati pale majira atakapoweza kubadilika. Kwa hiyo sababu ya sikuwepo ndani ya Kristo Yesu, kuna neema ambayo Mungu aweza kutupa tukaondoka nayo, tukawa na kasi nayo, kwa sababu tunalo kusudi ambalo tumelibeba. Mpendwa mtazamaji, napozungumza kuhusu habari ya kasi ni kwa sababu kama kanisa na kama kipindi tulicho nacho, ukifanya mambo kwa ulegevu au kwa uvivu au kwa unyong'onyevu, unakuta kwamba wakati utakupita bila kutimiza ile kusudi ambalo umelibeba. Kuna mtu mmoja ambaye tunamsoma kwenye Biblia, tunajifunza habari zake kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Pili mlango wa 9 mstari wa 20. Wafalme wa Pili mlango wa 9 mstari wa 20 anasema kuhusu habari ya mtu mmoja anaitwa Yehu. Yehu alitambuliwa kwa kasi aliyokuwa nayo. Na kwa nini Yehu alikuwa na kasi? Kwa nini Mungu alimchagua Yehu? Kwa sababu alijua kwamba akiweka kusudi katika maisha yake,
Yehu atalitimiza kwa wakati na kwa majira na wakati uliokusudiwa. Kwa hiyo Yehu atakiwa apatilize nyumba ya Ahabu, atakiwa apambane kuweza kuleta haki katika taifa, aangamize ibada ya Baali katika nchi, na ile kazi haikuwa ni kazi nyepesi. Ni kazi ambayo ilimtaka awe na kasi ya tofauti. Kuna mtu mwingine tunamsoma katika Biblia ambaye alifanya kazi kubwa sana, na huyu mtu anaitwa Yoshua. Ukisoma mlango kule mwishoni kitabu cha Yoshua, utakuta Mungu anamwambia Yoshua, tazama umezeeka. Na baada ya kuzeeka bado imesalia nchi nyingi sana, nchi pana sana ambayo bado haujaichukua, ambayo bado hujaiteka. Ina maana ile mtazamo wa kimungu au perspective ya kiungu alitegemea kwamba Yoshua atakuwa amemaliza kuiteka ile nchi kabla hajazeeka. Lakini kwa kasi Yoshua alikuwa anaenda nayo, alipambana kweli kweli, alifika mahali mpaka akasimamisha jua na mwezi akipigana vita, akateka falme zipatazo 31, lakini bado Mungu anamwambia umezeeka, lakini angalia bado imebakia nchi ambayo bado hujaiteka. Maana yake nini, mpendwa mtazamaji? Yesu mwenyewe alikuja, alisema kwamba natakiwa tuzifanye kazi ya Mungu maada ni mchana, kwa sababu usiku waja ambao hapana mtu anayeweza kuifanya kazi. Alipokuwa anasema hivyo, maana yake nini? Kila mmoja ana wakati wake wa mchana, lakini pia kila mmoja ana wakati wake wa usiku. Kuna kazi ambayo unaweza kuifanya ukiwa kijana, lakini ukishazeeka hutaweza kuifanya, japokuwa una nguvu, una uwezo, unaweza kufanya mambo fulani fulani, hautaweza kuifanya. Kuna wakati ambapo unaweza kufanya kazi za nguvu, unaweza kufanya kazi za kutumia akili sana, unaweza kufanya, lakini kuna wakati ambapo hautaweza kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Sio wakati wake. Sasa mpendwa mtazamaji, kanisa la leo tunaposoma kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wa kwanza, utakuta kwamba kinazungumza kuhusu habari ya ukoo wa Yesu, kuanzia pale ulipoanzia mpaka pale Yesu alipokuja. Hasa tunapojifunza kuhusu habari ya ukoo wa Yesu ni kwa sababu kabla ya Yesu kuzaliwa, Mungu alikuwa ni Mungu wa Israeli, na alikuwa na specific nation, taifa ambalo ameliteua, ambalo lilikuwa ni taifa lake, ambao alitaka ndio wamwakilishe duniani. Na ndivyo ilivyokuwa, kwamba wao walikuwa na Mungu wao, na huyu Mungu ndiye alikuwa ni Mungu ambaye alikuwa na nguvu. Alipambana na miungu yote ya Mashariki ya Kati na hata ya Misri akaishinda. Ukisoma kitabu cha Kutoka utaona jinsi ambavyo Mungu alipambana na miungu yote ya Misri akaishinda. Lakini pia ukija kwenye kitabu kile cha Yoshua na kitabu cha Waamuzi utaona jinsi ambavyo tena Mungu anapambana na miungu yote ya Wakanaani akaishinda. Na unapoendelea mpaka wakati wa Elia utaona jinsi ambavyo Mungu anapambana mpaka na Baali na akashinda. Lakini sasa baada ya hapo, ina maana alithibitishwa kuwa ni Mungu mwenye nguvu kuliko miungu yote kwa wakati ule. Mpendwa mtazamaji, nataka nikukumbushe kwamba ukiangalia Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 7 hadi wa 9, Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 7 hadi wa 9, Biblia inasema hivi: kwa maana liko taifa gani kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao kama Bwana Mungu wetu alivyo kila tumitapo? Tena liko taifa gani kubwa lililo na amri na hukumu zenye haki kama Torati hii yote ninayoiweka mbele yenu leo? Lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona na kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Musa anaandika Torati akiwakumbusha wana wa Israeli kwamba ni taifa letu tu ndio lenye Mungu mwenye nguvu, ndio lenye Mungu mwenye haki, ndio lenye Mungu mwenye uwezo. Hasa mpendwa mtazamaji, tunaposoma Mathayo utakuta kwamba huyu Mungu alipoenda na hao watu, ikafika wakati wa Yesu akawa sio tena Mungu wa Waisraeli, lakini ni wote watakaompokea Yesu watakuwa ni wake, na ile kasi, ule uwezo, ile nguvu aliyojalia taifa la Israeli, then kila mmoja mwenye Kristo ndani mwake, kila mmoja alimpokea Yesu aweza kwenda kwa kasi ile. Watu wengi wanadhana potofu ya kwamba mtu akiokoka anakuwa maskini, au mtu akiokoka anakuwa afanyi kazi, au mtu akiokoka hapana. Hiyo ni dhana potofu kabisa. In fact, walipaswa mtu akiokoka awe na kasi zaidi, kwa sababu mbali na mifumo yote ya kidunia
ana Mungu mwenye nguvu kuliko Mungu wa mataifa yote. Ana Mungu mwenye uwezo kuliko miungu ya makabila yote. Ana Mungu mwenye uwezo kuliko uchawi wao wote. Ana Mungu mwenye uwezo kuliko uganga wao wote. Na kwa sababu ana Mungu huyu mwenye nguvu, alipaswa afahamu kanuni, taratibu za kutembea naye ili aweze kumfanikisha katika yale yote anayofanya. Ndio maana Musa anawaambia katika sura ya kwamba lakini jihadhari nafsi yako, kwa sababu ukijihadhari nafsi yako ukitembea na huyu Mungu, kuna wewe kufanikiwa, kuna wewe kuyafikia malengo, kuna wewe kufikia ile kusudi la kimungu, kwa sababu mbali na uwezo wako una baraka ya Mungu, kama anavyosema kwenye Kumbukumbu la Torati mlango ya 28 ya kwamba ukisikia sauti yake kwa bidii na kufanya yale yote akuagizayo utabarikiwa. Mpendwa mtazamaji, unanitazama na wewe unanisikiliza, lakini tunaposema kwamba sasa ili huyu Mungu alete baraka hizi kwako, ili huyu Mungu akufanikishe, ili huyu Mungu akufaidie, yako mambo ambayo lazima uyafanye. Huwezi kuchanganya Mungu na uchawi kidogo ukafanikiwa. Huwezi kuchanganya Mungu na juhudi zako ukasema kwamba kwamba kuna misemo ambayo watu walikuwa wanasema kwamba hata maandiko yamesema jisaidie nami nitakusaidia. Haisemi hivyo. Inasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemea akili zako. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Kuna mapito ya uchumi, kuna mapito ya ndoa, kuna mapito ya familia, kuna mapito ya kazi, kuna mapito ya huduma na kadhalika. Ili yanyoke ni pale ambapo utaweza kuweka tumaini lako lote kwa Mungu, ni pale ambapo utaweka akili zako zote kwa Mungu, ni pale ambapo unafanya unajua kwamba pamoja na kwamba naweka juhudi yangu, lakini yuko Mungu anisaidiaye. Jambo la pili, mpendwa mtazamaji, ukisha kufahamu hilo, ukisha kuliishi hilo, lazima ujihadhari kujitenga. Tuna kanuni ya pili ya ili uweze kwenda kwa kasi, lazima ujitenge. Mungu anapokuita, anakuita wewe, hakuiti na familia yako, hakuiti na rafiki zako, hakuiti na jamaa zako, hakuiti na kampani yako. Amekuita wewe, na anapokuita wewe lazima afike mahali ambapo utajitenga na kila aina ya uchafu, kila aina ya dhambi, kila aina ya miunganiko isiyo sawa. Maana amesema katika kitabu cha Korinto ya kwamba asema tujitenge. Jitenge. Kwa nini utengwe? Kwa sababu gani? Kwa sababu ukishachanganya dhambi na maisha yako, asema tokeni kati yao mkatengwe, asema Bwana. Kwa sababu ukishaacha kutengwa, ina maana umeunganishwa. Kuna tofauti ya kutenga na kuunganisha. Na mahali pengine amesema kwamba msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa sawa. Ina maana ukishaunganishwa na mambo ya dunia, ukishaunganishwa na mambo ya ushirikina, ukishaunganishwa na mambo yasiyofaa, automatically kwako wewe safari yako ya kufanikiwa, kasi yako itapungua, uwezo wako utapungua, kwa sababu nitakupa sababu kwa mbeleni kwa nini unatakiwa ujitenge. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo 13 mstari wa 14, utakuta kwamba Ibrahimu aliitwa na Mungu, na baada ya Ibrahimu kuitwa na Mungu aliamua kubeba Lutu akaondoka naye. Na kwenye wito huu Mungu alinyamaza kimya. Lakini ukiendelea kusoma pale utakuta kwamba baada tu ya Ibrahimu kutengana na Lutu, Mungu akasema naye. Kwa sababu gani? Alikuwa ameunganishwa na mtu asiye sahihi, alikuwa ameunganishwa na mazingira yasiyo sahihi, alikuwa ameunganishwa na vitu visivyo sahihi. Kwa hiyo Mungu akanyamaza. Kwa hiyo inawezekana mpendo ukao umeokoka, na inawezekana ukao unamjua Mungu vizuri, lakini kwa sababu ya kuunganishwa na watu wasio sahihi. Amesema pia katika kitabu cha Wakorintho ya kwamba mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo ukao umeunganishwa na mazingira ambayo yana corrupt, yanaharibu ile tabia yako, mwisho wa siku ukajikuta kwamba inakunyima kasi ya kufanikiwa ama kuyafikia malengo. Mpendwa mtazamaji, sio tu watu wa nyumbani, lakini pia marafiki. Amesema katika Wakorintho wa kwanza 15:33 ya kwamba tujitenge na marafiki wabaya, kwa sababu mazungumzo mabaya, tunapokuwa na marafiki wabaya, wanaharibu tabia zetu. Lakini pia kuna mazingira ambayo sio sahihi. Haya mazingira yanaweza kumzuia pia Mungu aseme nawe. Kwa mfano, wewe umeokoka, unampenda Yesu, unapoenda kwenye mazingira ya kelele nyingi. Ninaposema kelele nyingi, zipo kelele za aina mbalimbali. Kwa mfano, kelele za disco,
Mungu hawezi kusema nawe katika mazingira hayo. Unapokuwa kwenye kelele za ushabiki wa mambo fulani ya siasa, ushabiki labda wa michezo, ushabiki wa mambo kadha wa kadha, Mungu hawezi kusema nawe. Sio kwa sababu automatically umetenda dhambi, lakini yako mazingira ambayo Mungu hawezi kusema na wewe. Japo yuko kila mahali, lakini hatazungumza kila mahali. Ndio maana ukiangalia manabii wengi, ukiangalia mitume wengi, ukiangalia watu wa kale wengi, walipotaka kuisikia sauti ya Mungu walijitenga. Yesu mwenyewe alijitenga, kaenda bustanini, alijitenga, kaenda milimani, alijitenga, kaenda jangwani. Mtoto Yohana alijitenga, kaenda jangwani. Unakuta manabii walijitenga, wakaenda mlimani, mlima Karmeli. Wengine walikuwa kwenye majangwa. Kwa sababu gani? Ili waweze kuisikia sauti ya Mungu, ilibidi wawe na muda wa faragha wao na Mungu, ili kuongeza kasi yao ya kusikia, kasi yao ya kutafakari, kasi yao ya kuelewa. Na sisi ndivyo inapotupasa tufanye hata hivi sasa. Mpendwa mtazamaji, ninaamini kuna kasi ya kiungu, kwa sababu ukisoma kitabu cha Yona mlango ule wa 3 mstari wa 3 hadi wa 4, Mungu anaweza kumpa mtu kasi inayopita kasi ya kawaida. Biblia inasema katika kitabu cha Yona, Mungu alimtuma Yona aende Ninawi, na alipofika bandarini akataka akimbie kwenda Ninawi aende Tarshishi, na Mungu akawa amemtuma samaki akammeza Yona, na alipommeza Yona siku ya 3 akaenda akamtapika. Bado sauti ya Mungu akamwambia Yona aende Ninawi. Biblia inasema kwamba Ninawi ulikuwa ni mji mkubwa sana ambao ulimchukua mtu wa kawaida siku 3 kuzunguka, lakini Mungu aliachilia kasi ndani ya Yona. Ile kasi ya Yona ilifanya ile kazi ya siku 3 kufanyika kwa siku moja. Kwa siku moja tu Yona akawa amemaliza kuhubiri Ninawi. Kwa sababu gani? Alikuwa na uwezo wa Mungu ambao ulimsaidia kuifanya kazi ya siku 3 ifanyike ndani ya siku moja. Lakini mpendwa mtazamaji, niseme kwa nini nazungumza kuhusu habari ya kufanikiwa kwa kasi. Maana yake huduma yangu ifanikiwe kwa kasi, kama ni kazi yangu ifanikiwe kwa kasi, kama ni familia, watoto, kila kitu tukijenge kwa kasi ya kimungu, kwa sababu Mungu hachelewa wala hataki kuchelewesha mtu. Wanasema Mungu hawahi wala hachelewi, ila kwa wakati na majira yake. Yanapofika ile majira ya Mungu, je, ninaenda kwa kasi ile ya Mungu? Kwa sababu gani? Paulo anasema hivi kwa kitabu cha Filipi mlango ule wa 3, naomba nisome mstari ule wa 14 wa Filipi 3. Samahani, naomba nisome mstari wa 12. Biblia inasema hivi, Filipi 3:12, anasema maneno haya. Anasema sio kwamba nimekusha kufika au nimekusha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo. Mpendwa mtazamaji, lazima ufike mahali ujiulize, hivi wewe kwa nini umeshikwa na Kristo? Kwa nini umefika mahali ambapo hapo ulipo una kusudi gani kwenye maisha yako? Kwa maana Paulo anapofundisha anasema sio kwamba nimefika wala sio kwamba nimekamilika, lakini nina kasi, ninakaza mwendo. Kwa sababu gani? Liko ambalo nimeshikwa na Kristo. Inawezekana wewe leo hii umeshikwa na kazi fulani ili utimize hilo kusudi. Kuna wengine wameshikwa na swala la uchumi, wengine wameshikwa na huduma, wengine wameshikwa na kazi ya kuajiriwa, wengine wameshikwa na kilimo. Lakini yote haya tunafanya kwa sababu kila mmoja anapaswa amfaidie mwenzake. Kwa hiyo Mtume Paulo anaposema kwamba sio kwamba nimeshafika, bali ninakaza mwendo. Kwa sababu gani? Kwa nini nikaze mwendo? Kwa sababu nisipokaza mwendo kuna hatari ya muda kuisha, alafu nikawa lile lilokuwa nimekusudiwa kulitekeleza nikawa sijalitekeleza, nikawa lile ambalo nimekusudiwa kulifikisha nikawa sijapata kulifikisha. Mpendwa mtazamaji, kuna wakati wa mtu kuoa, kuna wakati wa mtu kuzaa watoto, kuna wakati wa mtu kulea watoto, kuna wakati wa mtu kukaa na kula matunda angalau ya kile alichokifanya. Unapochelewa katika kusudi hilo, kama Mungu alikusudia uoe au uolewe au uzae watoto, ukachelewa kwenye hilo kusudi, kuna wakati ambapo haitawezekana. Kwa mfano, ni mwanamke, ukiolewa ukiwa umechelewa, ina maana kuna uwezekano wewe kutokuzaa watoto. Kama kusudi la Mungu ilikuwa ni kuzaa watoto, labda Mungu afanye muujiza mwingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu sio wakati. Kwenye sayansi wana kipindi nasema kwamba ni kipindi cha productive age.
kwamba huyu mtu kuanzia labda miaka 21 mpaka 35 akizaa watoto, hapo ni wakati mzuri kabisa. Kwa sababu gani? Anakuwa na nguvu, ana uwezo, ana kila kichocheo au kila uwezo wa kuweza kuzalisha au kuleta kitu duniani. Lakini ukisha kuwa nje ya ule wakati, ipo kasi ambayo Mungu anataka tuende nayo. Kuna mambo ambayo Mungu anataka tuyafanye, na hayo yanawezekana tu pale ambapo tutaongezewa kasi. Mpendwa mtazamaji, unanitazama, ukisoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango ule wa 18, Wafalme wa Kwanza mlango wa 18, naomba nisome mstari wa 45 na mstari ule wa 46. Wafalme wa Kwanza mlango wa 18 mstari wa 45 hadi mstari ule wa 46. Biblia inasema hivi. Hiki ni kisa cha Elia. Na Elia alikuwa amefunga mbingu, mvua haikunyesha kwa muda wa miaka 3.5. Na watu wakawa wamemtafuta kila mahali hawakumpata. Lakini kafika mahali Elia amepatikana, amejitokeza. Baada ya Elia kujitokeza, ikatokea sasa anatakiwa kaombe mvua. Akafanya kazi aliyotaka kuifanya, akawaua manabii wote wa Ashera, manabii wote wa Baali, akamaliza, akamwambia sasa ngoja nikaombe mvua. Alipoenda kuomba mvua, akamtuma kijana wake aende akaangalia kama kuna wingu natokea upande wa baharini. Biblia inasema kwamba akaenda mara ya kwanza, akamwambia mna kitu. Mara ya pili Elia akamwambia aende mpaka mara 7. Sasa Biblia inasema hivi, baada ya kufika ile mara ya 7, ikawa mara ya 7 mstari wa 44. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda mwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Mstari wa 45, ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda zake Yezreeli. Lakini mstari wa 40 anasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Mpendwa mtazamaji, tunasoma tu habari ya muujiza wa mvua, habari ya muujiza wa moto kushuka, lakini kuna muujiza wa pekee huko hapa ambao ni muujiza wa kasi ya tofauti kwa mwanadamu. Elia baada ya kumwambia Ahabu shuka ili mvua isikuzuie, yeye mwenyewe Biblia inasema kwamba wakati anamwambia Ahabu alikuwa na gari la farasi. Yeye mwenyewe alikuwa hana gari, wala hana baiskeli, wala hana chochote. Lakini alikuwa na uwezo ambao Biblia inasema mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Na napotaka niseme na kuhusu habari ya mkono wa Mungu kwa juu yako, ni kwa sababu ya kasi ambayo inatakiwa tuhubiri, kasi ambayo inatakiwa tujenge makanisa, kasi ambayo inatakiwa tufanye kazi ya Mungu, kasi ya kujenga shule, kasi ya kujenga huduma za kijamii za hospitali na kadhalika. Hiyo yote inataka kasi. Kwa sababu gani? Muda tulionao sio muda rafiki wa kusema kwamba tusubiri. Wakati ule wa Nyerere, wakati wa zama za baba yetu wa taifa, alikuwa amesema kwamba madini ya subiri, kila kitu kisubiri, kwa sababu aliamini kuna kizazi kitakachokuja baadaye ambacho kinaweza kikafanya mambo kadha wa kadha yakafanikiwa. Sasa huo ulikuwa ni wakati wa miaka 60, na huo ulikuwa ni wakati wa wazee wetu. Maana yake kwamba ule uwezo, ile capability yao ilikuwa bado ni ndogo. Hasa sisi hatuwezi kuzungumza lugha hiyo tena kwa sasa, kwa sababu ni wakati na majira ambayo lazima tuende na kasi iliyoko duniani, kwa sababu teknolojia inaenda kwa kasi, dunia inakuwa kwa kasi, mawasiliano yanakuwa kwa kasi, maendeleo yanakuwa kwa kasi. Hatuwezi sema tusubiri tena miaka 40, miaka 50 ili tuanze kujenga makanisa, au tusubiri tena tuje kujenga shule, au tusubiri tena kuja kujenga vituo vya afya, au tusubiri tena tuje tufanye vitu vya maendeleo vya kumfaa kanisa, kuifaa jamii. Maanake kanisa ni sehemu ya jamii, inahitaji huduma zote za shule, za hospitali, huduma zote za kijamii, kwa sababu nayo ni jamii. Kwa mpendo mtazamaji, Elia akiwa kama mwanadamu mwingine, kama anavyosema katika Yakobo, Biblia inasema kwamba akafunga viuno, na alipofunga viuno akakimbia pamoja na gari la farasi, wote wakaingia kwenye lango la Yezreeli. Yaani Elia pamoja na Ahabu aliyekuwa juu ya gari. Kwa mpendwa mtazamaji, unaweza kuona kwamba kile ambacho Mungu aweza kukifanya kwa mkono wake kinaweza kusababisha kasi kwenye maisha yako kuliko kasi nyingine wao yote, kuliko kitu kingine kiwa chochote.
Unachohitaji ni kuamini katika uweza wa nguvu za Mungu. Alimtia nguvu Yona, na Yona akahubiri Ninawi ya kutembea siku 3 kwa siku moja. Alimtia nguvu Eliya, Eliya akakimbia kwa mwendo wa farasi kutoka mlimani mpaka lango la Yezreeli. Kwa sababu gani? Mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Leo tunaweza kusema kwamba ule mkono wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Kwa wewe mwenye Roho Mtakatifu takiwa hasara isiwepo kwenye maisha yako. Lugha inaitwa hasara isiwepo kwenye maisha yako. Kwa sababu gani? Kufanikiwa kwako ni kufanikiwa kwa ufalme wa Mungu. Watu wengi wanafikiri kwamba kazi ya Mungu ni kuwa mchungaji, kazi ya Mungu ni kuwa mwinjilisti. Na wengi wanapofanya kazi yote ya kanisa kwambia, bwana, mimi naifanya kazi ya Mungu. Acha nikwambie mama unanisikiliza, kulea watoto wako nyumbani ni kazi ya Mungu, na inatakiwa wale kwa kasi ya ufahamu wa hali ya juu ili waweze kulitimiza kusudi ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha yao. Ndugu unayenisikiliza, kufanya kazi ya ujenzi ni kazi ya Mungu. Kama hujasoma Biblia, kasome Biblia. Katika kitabu cha Kutoka utakuta Mungu alimjaza mtu Roho Mtakatifu ili aweze kufanya kazi ya ufundi. Kina Bezaleli na wengineo, kina Oholiabu walijazwa Roho Mtakatifu, sio waombe, sio wahubiri, sio wawe manabii, hapana, wawe mafundi stadi wa kujenga nyumba ya Mungu. Kwa hiyo wewe unajenga ni kazi ya Mungu, inataka kasi ya uungu. Wewe unayefanya kazi ya ualimu ni kasi, inataka kasi ya kiungu, kwa sababu nayo ni kazi ya Mungu. Wewe unayekaa hapo unanisikiliza, haija chochote kinachofanya cha halali, hiyo pia nayo ni kazi ya Mungu. Ninaposema cha halali, maana yake sikwambii kwamba kuiba ni kazi ya Mungu. Kuiba sio kazi ya Mungu, au kufanya mambo yasiyofaa sio kazi ya Mungu. Lakini chochote unachofanya cha kumfaidia Mungu, cha kufaidia jamii, cha kugusa watoto, cha kugusa wazazi, cha kugusa watu wengine kwa wema, tunasema touching with a positive perspective. Ile unapofanya jambo lote lenye mguso chanya kwenye jamii, hiyo ni kazi ya Mungu. Eliya alifanya hili, akajazwa na nguvu za Mungu. Kama mimi na wewe leo hii, natamani ukajazwe na kasi. Fedha yako ije kwa kasi, huduma yako iende kwa kasi, maombi yako yajibiwe kwa kasi, kazi ya mikono yako ifanikiwe kwa kasi. Kwa sababu pia, mpendwa mtazamaji, sina muda kupitia maandiko yote, lakini kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Obed-Edom, ambaye Biblia inasema kwamba pale Daudi alipokuwa anachukua ile sanduku la agano arudishe Yerusalemu, walipokuwa njiani, mtu mmoja anaitwa Uza, ng'ombe alijikwaa. Alipojikwaa, Uza akanyosha mkono, alishikilia ile sanduku la agano. Aliponyosha mkono, alafu akafa pale pale alipogusa sanduku la agano. Daudi akaogopa. Alipoogopa, akaacha kulipeleka ile sanduku Yerusalemu, akapaita pale mahali Peres Uza. Maana yake anasema ghadhabu ya Mungu ilimfurikia Uza. Na kilichotokea pale nini? Daudi akachukua ile sanduku, likawekwa nyumbani kwa mtu mmoja anaitwa Obed-Edom, na Biblia inasema lilikaa kule miezi 3. Lakini miezi 3 Mungu alimbariki Obed-Edom mpaka taarifa zikamfikia mfalme kwamba yule ndugu anayekaa ile sanduku amebarikiwa kweli kweli. Ikabidi Daudi ajipange kwa upya jinsi ya kwenda kuchukua ile sanduku. Kwa sababu gani? Mkono wa Mungu ulikuwepo. Nataka nikwambia kwamba Mungu anataka ufanikiwe katika yeye kwa kasi ya kiungu, mafanikio ambayo ni ya kudumu, sio yale ya uongo, sio miujiza ya uongo, sio miujiza kufabricate. Anayo mafanikio halisi ambayo anataka ayaweke kwenye maisha yako, kwenye kila jambo unalofanya, mpendwa mtazamaji. Lakini nataka niseme hivi, ukiangalia katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 8 mstari wa 9, Biblia inasema hivi: kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo yule towashi asimuone tena, basi alikwenda zake akifurahi. Kuna kisa kilichoko hapo kwenye Matendo ya Mitume. Nataka nikuzungumzie kuhusu habari ya kasi tena, kwamba Mungu alikusudia huyu ndugu, nizungumze na wainjilisti, specifically wainjilisti ni watu ambao wanataka waende kwa kasi zaidi. Maana ukiangalia katika Agano Jipya, Agano la Kale, tutaona kwamba kulikuwa na Hezekieli, alipaizwa na Mungu kutoka Babeli mpaka Israeli na kurudishwa. Lakini pia ukisoma habari ya Eliya, naye alikuwa na uwezo wa Mungu, akakimbia akafanya yale aliweza kufanya.
Ukiangalia Yona alitoa na nguvu na Mungu hivyo hivyo. Lakini Agano Jipya, Mungu alipoona umuhimu wa watu kwenda kwa kasi katika ile kusudi ambalo limewekwa ndani mwao, Filipo, Mungu alimwagiza ya kwamba Roho Mtakatifu alimwagiza aende aambatane na gari la towashi wa Kushi alilokuwa linaenda. Alipoenda akatembea na gari, wakati atembea na ile gari akasikia yule towashi akisoma maneno ya Mungu. Sasa Yesu hakumwacha Filipo arudi kwa mguu kwenye ile barabara tena aliyokuwa ametembea. Hapana, alimpaiza kiungu akampeleka Azoto. Na nataka niseme naye mpendwa mtazamaji, ninaamini katika kasi. Mafanikio yako yakawe ya kasi. Huduma yako ikawe na kasi. Maombi yako yakawe na kasi. Kila kitu unachokifanya kikawe na kasi ya kiungu, kwa sababu katika kufanikiwa kwako, katika kuponywa kwako, katika kuinuliwa kwako, kuna mambo mawili yanatokea. Jambo la kwanza, Mungu anatukuzwa. Lakini jambo la pili, we mwenyewe unafurahia kile ambacho Mungu amekifanya kwenye maisha yako. Mpendwa mtazamaji, nataka niseme nawe ni kwamba Enoko, ukisoma kitabu cha Mwanzo, utaona naye pia alipaizwa na Mungu. Kwa nini? Kulikuwa na uhusiano mzuri kati yake na Mungu. Alifanya mambo makubwa kwa muda mfupi sana. Maisha yake kwa wakati ule maisha mafupi sana, lakini ameandika historia mpaka siku ya leo. Na nataka niseme nawe ni kwamba kuna uwezekano wa wewe kuendelea kwa kasi, na kuna uwezekano wa wewe kutiwa nguvu ya kiungu kuyafikia malengo kwa kasi. Kwa nini nakwambia hivyo? Nataka nikupe andiko lingine la mwisho utakalosoma kwa siku ya leo, ili kwamba nikapate kuomba kwa ajili yako. Kitabu cha Isaya mlango ule wa 40 mstari wa 30 hadi wa 31. Isaya 40 30 hadi 31. Biblia inasema hivi: hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Hapa kuna kasi tatu. Anasema wale watu wa kawaida, watu wa dunia hii, anasema vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wana uwezo wa kuanguka. Maana yake wamechoshwa na safari ya biashara, wamechoshwa na safari ya maisha, wamechoshwa na safari mbalimbali. Wana uwezo wa kuanguka, wanaweza wakashindwa, wanaweza wakachoka, biashara zao zikaanguka, zikafeli kabisa. Kwa mfano katika nyakati hizo nazo sasa hivi watu wanawekeza maeneo mbalimbali, lakini automatically vita imetokea from nowhere, mambo mengi yanakwama. Anasema wale wa dunia wanaweza wakachoka. Asema lakini bali wao wanaomngojea Bwana, wale walio katika Mungu, anasema kuna kasi aina tatu. Anasema jambo la kwanza, watapanda juu kwa mbawa kama tai. Maana yake utakuwepo uwezo ndani mwao wa kupaa kwa kasi kama tai. Wapendwa, tai hahitaji nauli ya mtu kufika mahali. Tai hahitaji usafiri wa mtu kufika mahali. Yeye anachofanya, anapanda juu sana, alafu anaangalia umbali anataka kwenda au upande anataka kwenda. Akijiachilia mara moja anafika kuna kuelekea. Lakini anasema kwa kasi ya kwanza hiyo ya kupaa juu kwa mbawa kama tai. Lakini jambo la pili anasema kwamba watapiga mbio wala watachoka. Kuna kukimbia, wanaweza kukimbia bila kuchoka. Lakini jambo la tatu anasema kwamba watakwenda kwa miguu wala watazimia. Hili ni uthibitisho kwamba hata wakati ule wana wa Israeli, Biblia inasema walitembea kwa miguu miaka 40 wala miguu yao haikuvimba. Mpendwa mtazamaji, kuna kipimo ambacho kitembea kwa miguu, baada ya muda fulani miguu ina react. Mtu anavimba miguu kwa sababu kuna kipimo cha uvumilivu, kuna kipimo cha uwezo wa mtu kutembea, lakini kuna kipimo ambacho akifika hata mwili wenyewe unagoma kutembea. Lakini sema sio kwa wale wanaomngoja Mungu. Mungu anataka akupe kasi mpya. Mungu anataka achilie neema mpya. Mungu anataka achilie uwezo mpya ndani mwako wa kukusaidia kutoka hapo ulipo kwenda kwenye hatua nyingine. Na hii ndio sababu ya wokovu. Wokovu haukuja kwako kufanya uwe mjinga. Wokovu haukuja kwako kuja kufanya uwe maskini. Wokovu haukuja kwako kuja kufanya uwe ni mtu asiyefaa. Yesu kukuokoa, amekuokoa ili uwe mtu aliyefanikiwa. Na ili tuwe kanisa lililofanikiwa, lazima tu apply kanuni hizi za kiungu na kuamini katika muujiza kwamba aweza kutusaidia Mungu katika kile dogo tunachokifanya, katika ile mambo madogo tunayofanya, aweza kuwasaidia Mungu akaenda kwa kasi.
Mpendwa mtazamaji, nalipenda kanisa langu na namheshimu Mungu aliyenipa neema ya kuwepo katika kanisa hili. Kuna jambo ambalo kibinadamu ni jambo dogo sana, lakini nimeona muujiza wa kasi katika jambo hili. Tuna mpango mkakati tunaofanyia kazi, lakini ukiangalia mpango mkakati kibinadamu ni jambo dogo sana kwa mtu kutoa ile shilingi 10,400 kwa mwaka. Lakini ukiangalia mambo makubwa, ile kasi kanisa nayoenda nayo, nitaamini kwamba kumbe Mungu aweza kubariki kidogo kikawa kikubwa, kikafanya mambo makubwa. Kwa hiyo leo hii nachotaka niseme nayo kwamba hata kwako, kama aweza kufanya kwa kanisa zima general, hata kwako aweza kufanya, hata kwa kanisa la mali pamoja aweza kufanya, kwa shirika moja aweza kufanya, kwa shule moja aweza kufanya, kwenye biashara ya mtu mmoja mmoja ana uwezo wa kufanya kile kidogo kikawa kingi. Tunasoma Biblia katika Injili, Yesu alirudia muujiza huo zaidi ya mara moja, kwamba kuna wakati wanafunzi wanakuja anamwambia, ndugu, waage tu hawa wapendwa waondoke, maana yake hatuna chakula cha kutosha kuwalisha hapa. Yesu anasema, wapeni nyinyi chakula. Akaambia, hatuna kitu hapa, kuna mtoto mmoja tu ana mikate 5 na samaki 2, labda hicho nani atakayekula basi? Yesu akasema, vileteni. Akamshukuru Mungu. Alipomshukuru Mungu akaambia wakatisha watu kwa mstari, wakatishwa mahali pamoja 50 kwa mstari. Walihesabiwa wanaume tu walikuwa 5,000, kwa sababu zamani zile wanawake na watoto walikuwa wahesabiwi. Lakini utaona kwamba watu wote walikula na kusaza, kwa maana kasi ya kiungu iliingilia ule uwezo wa kibinadamu, ukaufanya ukawa productive zaidi ya kile ambacho mtu angeweza kafikiria. Lakini sio hivyo tu, Yesu kaudia tena muujiza huu wakati mwingine tena kwa hamna chakula, na akafanya tena, akauliza kuna nini? Akasema kuna mikate 7 na visamaki vichache. Hapa hakusema vingapi. Yesu akamshukuru Mungu tena. Wakala wakashiba. Watu wote walikuwa pale, wanaume 4,000, wakala wakashiba, na akabakia makanda, nadhani kama matenga ya sasa, nasema makanda 7 yakabaki. Ile ya kwanza ilibakia vikapu 12. Mpendwa mtazamaji, haya yote ni kudhihirisha kwamba yupo Mungu anayeongeza, yupo Mungu anayezidisha, yupo Mungu anayeweza kusaidia, yupo Mungu anaweza kufanikisha. Akiingia Yesu leo kwenye biashara yako, aweza kuifanya ikawa tofauti kuliko mtu awaye yote. Leo hii kuna mtazamo ambao umekuwa very wide range, unachukua nafasi kubwa sana katika watu, ya kwamba mtu akiwa na gari nzuri ama mtu akiwa na hela kidogo, wanasema huyo ameshajiunga na kampuni fulani au ameshajiunga na shirika fulani. Maana yake huamini kwamba yuko Mungu anaweza kufanikisha, isipokuwa shetani kupitia mashirika fulani au kupitia kampuni fulani au kupitia imani fulani anaweza kubariki watu. Mpendwa mtazamaji, hiyo ni imani potofu. Acha nikwambia kwamba Mungu tuliye naye ni zaidi ya Freemason. Mungu tuliye naye ni zaidi ya kitu chochote kile, ungetaja vyote, ungetaja kampuni zote, mashirika yote. Mungu tuliye naye ni zaidi ya hayo. Mungu tuliye naye ni zaidi ya mganga yeyote wa upande wowote, kwa jinsi yote ile. Nachotamani ni kuambia kwamba yuko Mungu anayeweza kukupa kasi ukafanikiwa na ukauona wema wa Mungu. Anaweza kubadilisha maisha yako hata leo, anaweza kubadilisha biashara yako, anaweza kubadilisha uchumi wako, anaweza kubadilisha afya yako, anaweza kufanya. Unajua Biblia inasema ikiwa roho yule aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, anaweza kuhuisha pia na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Pendo mtazamaji, tafsiri ya neno hilo anasema hivi: ikiwa roho yule aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, Biblia ya Kiingereza inasema kwamba yule roho anaweza kuquicken. Ile neno quicken utakuta kwamba ndio linatoka neno quick, maana yake kuna kuquicken ni kufanya kwa wepesi zaidi, ni kufufua, ni kufanya hai tena, ni kuongeza kasi. Kwa hiyo yule roho anaweza kuongeza kasi ya uhai, kasi ya mafanikio, kasi ya kuishi, kasi ya kulifikia kusudi la Mungu. Na nataka niseme nawe tu kwenye Isaya 40, vijana wanaweza kazimia, kwenye biashara wanaweza kazimia, kwenye kazi wanaweza kazimia, lakini wewe unayemngoja Bwana na kutamkia utazimia kwa jina la Yesu. Kazi yako itaendelea kwa jina la Yesu. Biashara yako itaendelea kwa jina la Yesu. Inawezekana wakapiga mbio wakachoka, lakini wewe hautachoka kwa jina la Yesu, kwa maana ipo nguvu ya zaidi tena kazi ndani yako, na hiyo nguvu yaweza kukusaidia kufanikiwa hata sasa, hata leo. Baraka ya Mungu inatajirisha, ili isichanganya huzuni ndani yake,
yaweza kuwa juu yako na ukafanikiwa. Mpendwa mtazamaji, napomalizia kipindi hiki, nataka nikutie moyo ya kwamba neema ya Mungu ikawe juu yako, baraka za Mungu zikawe juu yako, uaminifu wa Mungu kawe juu yako, kukutenda mema na kufanya ufanikiwe tena katika nchi ya walio hai. Mpendwa mtazamaji, wazee wanaweza kufanya kazi tena wakafanikiwa, kwa sababu yangu inaniambia kwamba hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Nataka nikutie moyo, ndani yako ipo nguvu, na hii nguvu ya Mungu inaweza kufanya usizimie, usichoke, usirudi nyuma, usizuiliwe, kwa sababu yuko Mungu anayefanya hivyo. Nataka nikutie moyo, usikate tamaa. Aliyemsaidia Yona kuzunguka Ninawi kwa siku moja, aweza kukusaidia kumaliza ile jaribu ulo nalo. Aliyemsaidia Elia kwenda kwa kasi kama gari la farasi, aweza kusaidia nawe pia kufanikiwa kwa kasi. Aliyesaidia wakati Yesu ameomba mikate kaongezeka, aweza kukuongoza hata sasa kufanya hivyo. Aliyesaidia kwenye kila hatua na kwenye kila jambo, anaweza tena kufanya. Naomba nikutie moyo, Mungu akubariki sana. Endelea kung'aa katika nuru ya Kristo. Nataka nikuambia kwamba kasi ya kiungu iko ndani mwako. Unachohitaji ni kuactivate, ni kuifanya iwe hai. Enenda kwa kukomboa wakati. Mahali fulani Biblia imesema katika Warumi ya kwamba saa ya kuamka imekwisha kuwadia. Kwa nini? Sio wakati wa kulala tena, ni wakati wa kuchangamka. Uchukue fursa mpya, chukua viwanja vipya, chukua majengo mapya, chukua biashara mpya, chukua huduma mpya, chukua kazi mpya, kwa maana Mungu yuko pamoja nawe apate kufanikisha. Mpendwa mtazamaji, naomba kuomba kwa ajili yako, na naamini kwamba Mungu aweza kutenda. Nilipokea message kwa watu kadha wa kadha. Niombe Mungu wa mbinguni wabariki sana, hata walio wagonjwa kitandani hapo ulipo, naamini Mungu aweza kukugusa na kukupa tena kupona kwa wepesi kwa jina la Yesu. Naamini Mungu aweza kuiongeza kasi ya mikono yako kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana mchungaji Rwabutiti kwa maamuzi mazuri uliyofanya. Naamini bado baraka za Mungu zitakuwa pamoja nawe kwa kasi zaidi, kwa uwezo zaidi, kwa nguvu zaidi. Naamini kwamba baraka za Bwana zitaenda kuachilia kwenye maisha yako. Naomba nikamwombe Mungu kwa ajili yako. Baba mwema, asante kwa ajili ya mtazamaji huyu. Asante kwa ajili ya msikilizaji ambaye amekuwa akinisikiliza. Naamini kwamba ipo kasi ya kiungu. Yuko huyu aliyekuwa amechoka, akakata tamaa, akaona hamna kuendelea tena. Acha niseme naye wakati huu ya kwamba Mungu aliyefanya aweza kufanya tena. Kwa maana kwa nasema wewe ni yule jana, leo na hata milele. Uliyefanya wakati wa Musa, uliyefanya wakati wa Elia, uliyefanya wakati wa Ezekia, uliyefanya wakati ule wa Yohana Mbatizaji, kuita watu wote mjini wakaja kumsikiliza na kumtazama. Leo hii waweza kufanya tena, kuleta wateja, kuleta watu kwenye kanisa hilo, kuleta watu kwenye biashara hiyo, waweza kufanya tena na tena. Maana we ni yule fanya jana, waweza kufanya leo na hata kesho bado ni wewe yule. Na kutukuza na kuinua jioni ya leo, maana bado wewe ni Mungu mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa ajili ya mtazamaji ananitazama. Asante kwa ajili ya msikilizaji ananisikiliza. Wako waliokuwa wamechoka, wamekata tamaa, lakini acha niseme lako kwao Bwana ya kwamba waweza kuwainua tena, waweza kuwasaidia tena, waweza kuwapigania tena. Neno lako limesema, simameni tu nanyi mtauona wokovu wa Bwana. Kwa sababu gani? Wewe ni Mungu utakayetupigania, nasi tutanyamaza kimya. Naomba ikawe hivyo kwa jina la Yesu. Watu wako wakapiganiwe, watu wako wakainuliwe, watu wako wakafanikiwe, watu wako wakauone wema wako na baraka zao katika maisha yao. Na wabariki kwa jina la Yesu. Wanapotoka wakabarikiwe, na wanapoingia wakabarikiwe. Furaha yako ambayo ni nguvu ikawafunika na kuhifadhi kwa jina la Yesu. Baba, nimeomba nikiamini. Amen. Mpendwa mtazamaji, napenda nikutie moyo tena, usikate tamaa. Ipo kasi ya kiungu inakuja kwa ajili yako. Usifunge mlango, maana yake kuna baraka ya kiungu itakuja kwa ajili yako. Usirudi nyuma, kwa maana bado Mungu aweza kuachilia nguvu juu yako ya kushinda. Mungu akubariki sana. Naitwa Elisongo Kiwelu, mchungaji wa kanisa la EAGT Nazareti wilayani Hai, na pia mwalimu wa chuo cha Biblia kanda kaskazini, chuo cha KIA. Karibuni sana na Mungu wa mbinguni akubariki. Namba zangu za simu zinapita hapo kwenye screen, lakini pia kwa wale ambao mnanisikiliza
ni 0767 36 29 81, 0767 36 29 81 au 0621 444 120, 0621 444 120. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema. Amen. Sibuka TV.